Katika kusherekea siku ya kuzaliwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, sherehe zilizofanyika leo Januari 27, 2026 katika kijiji cha Kizimkazi wilayani Pemba. Leo pia mkuu wa wilaya ya Geita, Hashim Komba, kwa kushirikiana na wanafunzi wamepanda miche ya miti 5,000 katika shule ya sekondari Nyantorotoro. Sherehe hizo zimefanyika katika shule hiyo wilayani Geita mkoani humo, ambapo jamii imehimizwa kuwa na tabia ya kupanda miche ya miti katika maeneo yao wanayoyazunguka ili kuepukana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ikiwemo ukame unaopelekea mazao kutokustawi kwa ustahimilivu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Samia. Happy birthday to you. Leo tumekuja hapa kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza, mnamo tarehe 27 ya mwezi wa kwanza mwaka 1960 katika kijiji cha Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja, familia mojawapo ya Watanzania hasa upande wa Zanzibar walijaliwa kupata mtoto aliyefahamika kwa jina la Samia Suluhu Hassan. Kwa nini Mheshimiwa Rais ameamua kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa kwa kupanda miti? Ameamua kufanya hivyo kwa kutambua ya kwamba mazingira usipoyatunza yatakuadhibu. Mazingira tulionayo ukishindwa kuyatunza yanakuadhibu. Tutapata ukame wa kutosha. Ukame utakapotokea, tutakosa maji safi na salama kwenye maeneo yetu. Tukikosa maji safi na salama kwenye maeneo yetu, tunaweza kujihatarishia kupata magonjwa ya mlipuko. Lakini pia tunaweza tukakosa mvua. Tukikosa mvua, tutakosa uzalishaji. Tukikosa uzalishaji wa chakula, hali itakuwa ngumu. Mazingira ni uhai. Mazingira ni utu. Mazingira ni ustaarabu. Mazingira ni ustawi wa mwanadamu. Lazima kila mmoja wetu aone umuhimu wa kutunza mazingira. Na leo tunaungana na falsafa kubwa anayokwenda nayo ya kwamba mti wangu mazingira yangu. Na baada ya kupanda mti huo, kila mmoja atakuwa na jukumu la kuutunza mti wake ili ukue, aweke historia ya kulinda mazingira ya Nyantorotoro sekondari, mazingira ya Geita, na kuweka mchango wake katika kulinda mazingira duniani ili tukabiliane na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika siku hii ya leo, katika sherehe ya kuzaliwa kwa mama yetu, tumepanda miche 5,000 ya matunda. Tumepanda kwa ajili gani? Ni ya matunda, ili wasaidie wanafunzi baada ya miaka 4, 5 wanapata matunda. Lakini pia kutokana na eneo lilopo, ili eneo kwa kiasi kikubwa na maji. Kwa hiyo hapa ilitupasa tupande miti ambayo inaendana na kasi ya maji. Lakini kwa sababu tumeona kwamba miche hii inafaa, tukaona tuchague kieneo kidogo ili tuweze kupanda miche ya matunda. Lakini baada ya siku chache tutaenda kuwapa miti ya eucalyptus ambayo inahimili maji. Katika wilaya yetu ya Geita, malengo yetu ni kuzalisha miche na kugawa miche kwenye shule mbalimbali. Mpaka sasa takribani miche 350 tumeshagawa kwenye mashule, ikiwemo shule ya Nyantorotoro. Hii tumeshatoa miche zaidi ya 17,000. Uharibifu wa mazingira uliopo, tumeamua kurudisha hali ya uoto wa asili kwa mkoa wa Geita. Tumeamua kutembelea kila maeneo yote yaliyopo mkoa wa Geita, kusambaza miche ili kurudisha uhalisia wa maeneo kama ilivyokuwa zamani. Japokuwa sio miti ya porini, lakini tumeamua kurudishia kwa miti ya kisasa ambayo iliyopo. Kwa mfano, pale bustani kwetu, bustani yetu inazalisha miche zaidi ya 500,000, lakini mpaka sasa tuna miche 300,000 tumeshaigawanya kwenye mashule, taasisi na watu binafsi. Maana yake mazingira utakayoyatunza ndio ambayo yatafanyaje? Yatakutunza.
Ukishindwa kuyatunza na yenyewe atashindwa kufanyaje? Kukutunza. Sasa mbeleni, miaka ijayo, kwa wazungu wenzetu ishafikia huko, kwa sababu walikata sana miti, wakaweka viwanda, wakaweka nini. Sasa hivi wanapata matatizo makubwa ya afya kwa sababu ya ukosefu wa miti tu. Sisi hatutaki kuwa kama wao, na hiyo inaanza leo. Leo ninatamani upande mti ambao baada ya miaka 5 utarudi hapa utajivunia kwamba huu ni mti wangu, niliupanda nikautunza. Yawezekana ni wa maparachichi, wewe hautokula maparachichi, lakini wadogo zenu watakula hayo maparachichi, wengine watoto wenu watakula hayo maparachichi, wengine wajukuu zenu watakula hayo maparachichi.